Jamani, tuendelee kazi, jipangeni vizuri kwa utulivu. Dakika mbili. Nauliza swali. Ushindi wa goli 4 dhidi ya TRA ambayo si timu ndogo. Ni furaha kiasi gani kwenu? Jamani, kuja huko alafu ile bango kama linaanguka. Turudi hivi kidogo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata ushindi huu wa magoli 4 kwa bila. Hata sisi wenyewe hatukutegemea aina ya ushindi huu ambao tumeupata. Tulikuwa na pressure kubwa, tulikuwa na hofu kubwa kwenye mchezo huu kutokana na ubora wa mpinzani wetu TRA, na hilo tuliliweka wazi tangu mwanzo ya kwamba tunakwenda kukutana na mpinzani mgumu kweli kweli. Tuliamini tungeshinda kutokana na ubora wa timu yetu, lakini hatukutarajia ushindi mnono namna hii na utawala mkubwa wa dakika 90. TRA leo tuliweza kuwakamata vizuri. Bila shaka mwalimu Steven Becker amefanya homework yake vizuri, amewastadi TRA kwenye mechi zote mbili ambazo tumecheza nao, na uzuri ni kwamba tumecheza nao mechi 3 kwenye kipindi cha muda mfupi. Kwa ni rahisi mwalimu kukaa na kufanya homework yake vizuri na kuangalia ubora wao na udhaifu wao. Kwa hiyo kwenye meza ya kiufundi Steven Becker ameshinda pakubwa, kwa sababu alifahamu udhaifu wa TRA uko wapi, alifahamu ubora wa TRA uko wapi na silaha ya TRA ni nini, akaweza kudhibiti na hatimaye tukaweza kuwa outshine na tukamfunga magoli 4. Sisi kwetu ni fahari kubwa, ni faraja kubwa, ndio robo finali ambayo imezalisha magoli mengi kweli kweli, na ndio robo finali ambayo ilikuwa haitabiriki, lakini mwisho wa siku tumepata ushindi wa magoli 4. Hongera kwa benchi la ufundi, hongera kwa mashabiki wetu, na hongera kubwa kwa wachezaji wa Simba Sports Club. Ahmed, ulisema kwamba mpinzani aliyeko mbele ni Coastal Union. Kwa sababu hii kwa haitabiriki, ilikuwa inatabirika na mnaona matumaini ya kuchukua ubingwa. Tunakoelekea ni nusu finali. Coastal Union na wenyewe sio timu mbaya sana, na kama sikosei wana uzoefu mkubwa na kombe hili, wameshacheza mpaka finali. Kwa hiyo wanajua kitu gani cha kufanya, hasa zinapokuja mechi za knockout. Nusu finali na yenyewe itakuwa ni ngumu, lakini muda wake utafika. Tutajipanga kwa muda wake, tutajiandaa, lakini niseme tu kwamba itakuwa ni nusu finali bora na nzuri kweli kweli. Ni mambo ya rotation tu. Mwalimu anapanga nani aingie, nani acheze, nani asubiri. Kwa hiyo baada ya muda mrefu Nabi Kamara ameweza kumshawishi mwalimu mazoezini, na leo hii kampa nafasi, amefanya kazi yake ipasavyo. Ni jambo la kutia faraja kuona ya kwamba kikosi kinazidi kutanuka, watu wanazidi kuaminiwa, na uzuri wa hivi sasa Simba Sports Club, kila mchezaji ambaye anapata nafasi anaonesha uwezo mkubwa, anaonesha ubora wa hali ya juu. Nafasi haijamilikiwa na mchezaji fulani, kila nafasi ina option yake. Kwa mchezaji akipewa nafasi anaonesha ubora mkubwa, kwa sababu hana uhakika mechi inayokuja kama atapata nafasi, na hiyo kwetu inatupa faida kubwa ya kuwa na kikosi kipana na ushindani ndani ya kikosi. Namna gani ya kumzuia Chama sifunge? Swala mwisho. Namna gani kumzuia Chama sifunge? Maana kila mechi anaweka. Hakuna namna, labda akose mwenyewe tu kwa kudra za Mwenyezi Mungu, lakini hakuna mchezaji yoyote ambaye anaweza kumzuia Chama asitimize majukumu yake uwanjani. Ana uwezo mkubwa, ana utulivu wa hali ya juu, ana akili ya mpira wa miguu, ana uwezo wa kufunga, ana uwezo wa kupasia. Ndio mchezaji ambaye anaibeba timu kwa asilimia kubwa kweli kweli, akishirikiana na wenzie. Na katika mechi ya leo amefanya kazi yake, kamaliza. Mwalimu kampumzisha kwa ajili ya kujiandaa na mechi ya Coastal Union, akampa nafasi mtu mwingine, na aloingia vile vile ameingia, ameonyesha moto wake. Ni dhahiri shahiri ya kwamba hivi sasa Simba Sports Club hatuvizii lineup kuangalia huyu leo hayupo, unaanza kupata mashaka. Hii ni mechi ya 3 kama sikosei. Shomari Kapombe hayupo,
lakini wala hakuna wasiwasi. Anayepewa nafasi yake anafanya kazi nzuri na anakuwa mpaka mchezaji bora wa mechi ngumu kama hii. Yote kwa yote, Simba tunazidi kuchanja mbuga, na sasa tunaelekea kwenye nusu fainali, na malengo yetu, yani break yetu ya mwisho ni ubingwa wa kombe la CRDB. Asante Ahmed.